She's a prayer warrior down on her knees. Thank you for joining us. This is Prayer Warrior Program, Champions TV. In the studio I have Pastor John. Pastor John has been with us and we have been talking about praying in spirit and praying in understanding also. Remember, this is biblical. It's good to know that even if you pray, you need to understand. First you have to understand, then you pray. You have to understand what does the Bible says before you pray. Pastor John. Nashukuru sana. Thank you very much. Nashukuru mtazamaji wetu. Asante mtazamaji pia wa Champion TV kwa wakati huu. Tunazidi kuongea juu ya kutizama ama kuangalia mapokeo fulani, mafundisho fulani ambayo yanaathiri maisha ya mtu katika roho na katika ufahamu wake. Nataka kusoma kitabu kimoja wa Kolosai 2 mstari wa 6 hadi wa 8 wa Kolosai 2. Maandiko inasema, basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye, wenye shina, wenye kujengwa katika yeye, mmefanywa imara kwa imani, kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukrani. Verse 8 inasema, angalieni msifanywe mateka wa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu na kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Amen. Watu fundishwa na dunia mambo mengi. Nilitangulia kusema kama hapo awali katika kipindi hiki kwamba mtu badala ya kuongozwa na roho anaongozwa na kujikuna kidole hapa kwa mkono, ati ndiye atapata pesa. Ukikatwa na mate hapa kwa kwa unasema nitakula nyama. Hayo ni mafundisho. Ama ukitegwa, mtu niliona tulifundishwa ama tulizoeshwa ati kwamba kuna mtu amenitaja, kuna mtu ananisengenya. Hauwezi pata ufahamu wa kiroho, labda ni mtego umewekewa wa kukuumiza. Na si lazima ukatwe na mate ndio upate nyama. Hiyo haiambatani na roho wa Mungu, si katika ufahamu wa roho wa Mungu. Yes. Si mpaka nijikune mkono. Namtegemea Yesu Kristo. Useme kama mtu ameajiriwa na mwisho wa mwezi ako garanti kulipwa, ajikune asijikune, atapata pesa. Bora afanye kazi. Ufanye biashara ukirauka asubuhi, bora uwe na imani katika Kristo. So kuna mambo yanaathiri maisha ya mtu ya kuomba katika roho na katika ufahamu, ambao ni mapokeo, ni mafundisho. Pia nataka kutaja jambo hili ya kwamba wengi pia wana imani za kukumbuka wafu. Hasa hili limeathiri makanisa. Ya kwamba unakuta watu baada ya mwaka tunaenda kukumbuka yule aliyekufa. Samahani naweza sema hivi, mamangu alikufa 2014 December. Mpaka wale hatujawahi rudi kwa kaburi yake. Tulipomzika yake aliisha hapo. Hata nashukuru akiwa haya alituambia, sitaki mapokeo ya namna hii. Sitaki mafundisho ya namna hii. Nimeokoka. Nikienda nimefanya nini? Nimeenda. But there are some people who believe that mtu akikufa anarudi kuishi katika walio hai. Nimeona watu wakienda kuomba ushauri kwa makaburi. Ati wacha niende kwa kaburi ya babangu aniambie vile tutagawa shamba. Wacha niende kwa kaburi niulize nyanya ndoa itafanywa aje, ama huyu mtoto tutamuita aje, tutamuita vipi. So na kuna neno moja nataka kuliangazia, liko katika Mhubiri 9 mstari wa 5 hadi mstari wa 6. Maandiko yanaongea wazi kwamba mtu ambaye amekufa hana kumbukumbu katika walio hai. Wacha nilisome tu ile neno ndio mtazamaji apate kusaidika. Mhubiri 9 mstari wa, tutasoma tu mstari wa 5 hadi wa 6. Maandiko yanasema, wacha nianze mstari wa 4. Kwa kuwa liko tumaini kwa yule aliyeambatana na wote walio hai, maana ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Kwa sababu walio hai wanajua kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote. So badala ya niongozwe na roho, badala niwe na ufahamu wa neno, naenda kutafuta mtu ambaye hajui neno lolote. Verse 6 inatuambia hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena. Ijara ni mshahara, hawana malipo tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Verse 6, mapenzi yao na machukio yao na husuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu katika jambo lolote lililofanyika chini ya jua. Hawana sehemu.
Haya ni mapokeo ya watu. Tulikuta watu wakienda kwa makaburi kukumbuka watu. Sitegemei mtu anayeongozwa na anayeomba katika roho kufanya ibada ya namna hii. Kwenda kwa kaburi, kwenda kutafuta ushauri kwa mtu ambaye hana sehemu na walio hai, hana mshahara wowote, hana kumbukumbu lolote. Biblia inasema mapenzi yao na machukio yao yote yalienda pamoja na yeye. Wala hana sehemu kwa lolote linalofanyika chini ya jua. Maandiko pia inasema aje, Mungu na walio hai, sio walio kufa. So sitegemei leo nasema niko katika roho, lakini nitatoka hapa niende kwa kaburi ya mama kumuuliza na kanisa nitaliongoza aje? Roho Mtakatifu amesukumiwa kando na watu wengi, wakategemea wafu kuwatembelea hata kwa ndoto. Niko na swali Pastor John. Kuna hii tamaduni ya kwamba wewe ni msichana umeokoka na unaenda kutoa mali na unaambiwa ni lazima utoe pombe ama ile inaitwa boratina in Greek. Hiyo mafunzo nayo, hiyo ni mapatanisho nzuri? Hayo ni mapokeo. Kuna mambo yanayostahili katika mambo ya mahari na yanafaa katika Ukristo, lakini jambo linahusu pombe siliungi mkono hata kidogo. Ukuwa umeokoka. Nataka niulize sasa, kama kande desturi ya ile kabila nimelelewa ya Wakikuyu, kijana mtoto wa kiume akizaliwa pombe ilimwagwa, akitairi sijui alikulipikwa tena muratina. Ndoa pia muratina ilikuwa ikosekani. Lakini angalia jamii ya Wakikuyu, pombe, mwanaume wa Kikuyu anamalizwa na pombe saa hii kwa sababu ya madhabahu. Hiyo ni mapokeo yanayoweka maagano. So badala ya roho wa Mungu kukaa katikati ya watu, ni roho yule mbaya wa ulevi. Ndio madhabahu inajipanda ndani yao. So mapokeo kama hiyo ni mzuri sana. Hata turudie tena. Kuna mtoto anazaliwa, tunamwaga pombe. Mtoto anatahili, pombe. Mtoto ana join high school, pombe. Mtoto ana join university, pombe. Mtoto anaoa, pombe. Kwa nini madhabahu hizo ziziongee ndani yake? So alafu tunaanza kuteta. Mzazi yule atasema kijana wangu alilemewa na pombe, na yeye mwenyewe ndiye alimweka na ameokoka, na Yesu ni Bwana. Na utakuta hata wachungaji tunaitwa kwa hiyo mikutano na tunabarikisha tukijua kwamba baada ya hiyo ibada ya pombe itafaa. So tuna unafiki fulani huwa tunafanya ya kwamba tunajitenga pale kando, tunasema wacha wafanye ibada yao ya kabila yao, mimi nitaingilia nifanye yangu ya kiroho. Tunapoomba hapa mchungaji ako na understanding. Hakuna understanding. So whenever we pray, we should have this understanding. We should be led by the Spirit. Nakumbuka hapo mwanzo ni katika kipindi hiki nilisema maombi si wakati tu nimepiga magoti. Hata maisha ninaishi kila siku. Kwa sababu niombe biashara, Mungu hata niletea customer kwa nyumba. Pale kwa biashara ambapo siombi na handle customer ndiye ananijibu, analeta wale customer. So napaswa kuwa kulingana na yale maombi nilikuwa naomba kule kwa nyumba. So mapokeo kama haya ya wafu. Nishaona kanisa mahali mtu anakuja anashuhudia, anaambia watu kuna mpendwa tulizika juzi wa hii kanisa alinitembelea kwa ndoto na aliniambia tufanye ibada fulani. Na unakuta the whole church including hata mchungaji, kichwa kwanza atapokea salamu za huyo mtu amekufa. Ako kiroho. Na huyo mtu amekufa alisema tuombee jamii yake. Na kutatengwa dakika 5 za kuombea jamii, manake huyo mpendo alitumana. Yesu alituachia roho, hakutuachia watu wamekufa. Hatuhitaji. Swali ni je, watu wanaomba katika roho ya kweli? Hawako katika roho ya kweli. Hata hii mambo ya ukumbusho wa wafu si katika roho ya kweli. Maandiko kuna mistari kadhaa imejiregelea kukanusha mambo ya kuabudu walio wafu. Hata katika Kumbukumbu la Torati kuna mahali maandiko yamesema kwamba na mtu ambaye anaenda kutafuta ushauri kwa walio wafu na apigwe mawe, atengwe na community ya Israeli. So hatupo hapo tuseme ya kwamba tuko katika roho na katika ufahamu, na huku tunaongea na wafu. Twaenda kwa makaburi. Ati uende kwa kaburi ya shosho, uliitwa jina fulani, unaambiwa kaburi ya yule uliitwa jina yake yako mahali pale. So siku utataka kuolewa, usiombe kwa Mungu, uende kwa ile kaburi umuulize akuonyeshe ama akuletee bwana mzuri. Mtu alikufa, maandiko imesema yake yaliisha. So kuna hayo mapokeo ambayo yanakuwa hayafai
katika wokovu na katika imani. Ningeliomba wapendwa wajitenge na mambo kama hayo. Then also special days, observation of special days. Kuna desturi nimeona Monday inaekangwa ni ya jambo fulani. Strictly huyo mtu hata umwambia aje. Kama hiyo siku si ya kusaidia, hawezi saidia. Ni kama vile ulikuta siku ya Sabato hakukuwa na uponyaji. Yesu akakuja akasema aje? Mungu ni wa Mungu wa siku zote. So ningeliomba tu mtazamaji ajue ya kwamba asitawaliwe na siku, asifugwe na siku. Ni kama siku ya Sabato. It's good we worship on Sunday. But mimi kitu usema siku niliokoka ndio nimeingia katika pumziko langu, because the importance of a Sabbath was rest. And the Bible says tuje kwa Yesu ambao tuna mzigo tupumzishwe. So tunapata rest in the spirit. So every day for me is a Sabbath. Niko katika pumziko, siko katika mzigo wa dhambi. So tupate ufahamu huo tunapoomba, tutoke kwa mapokeo, tutoke kwa kuangalia siku fulani. Tunaenda kutamatisha hii kipindi na ningetaka tu kwa dakika moja utueleze kuomba kwa roho wa ukweli ni nini? Kitu ningelisema kuomba katika roho wa ukweli. Jambo la kwanza lazima uwe umejazwa na yule roho na ujitenge na dhambi na matendo mabaya. Alafu katika kuomba kwako uongozwe na maandiko. Haya maandiko hayawezi kukupotosha. Ukifanya jambo lolote katika maombi kando na neno, jua ya kwamba wewe uko katika roho ukweli, uko chini ya vifungo fulani. Andiko tu ndio muongozo. Maana hata maandiko yanasema pimeni kila roho kupitia maandiko. Hivyo tu ndio nilisema. Na kuomba katika ufahamu. Na pia andiko litakupa kufahamu. Nilisema unapotaka kufahamu kuna mambo matatu usome ambayo ni andiko. Tuliona Danieli alisoma historia ya Yeremia, akakumbuka huu ni mwaka wa 70 na exile ilikuwa last for 70 years. So unapata ufahamu katika neno na unaongozwa na roho kupitia kulisoma neno. Amen. We are coming to the end of the program, but before that we want to pray a short prayer for them that have been there under the law. Umepokea ile maandiko ama dini ya kupotosha. We want to pray with you, and if you are there, just kneel down and tell God, forgive me. And from today I have known the truth and I'll follow the truth. Tell God, teach me your word, teach me your way, and I'll follow them. I will not follow men's way. You know the Bible says, cursed is the man who trusts on another man. Do not stay there cursed. Trust on God and He will do it for you. Let's pray for her. Amen. Tuamini tuombe. Baba mwenye uwezo na mwenye mamlaka, nabarikisha mtazamaji wetu mbele za kiti chako cha enzi. Aliamini katika wafu, aliamini katika siku fulani, alipokea mambo aliambiwa na mpaka saa hii amemfunga. Tunavunja hicho kifungo saa hii katika jina la Yesu Kristo. Hicho kifungo kivunjike, kiondoke katika maisha ya huyu mpendwa. Hata kama aliyeondoka akakufa, walipendana sana. Maandiko yamesema wazi hana uhusiano na yeye tena. Na watenganisha na maroho ya wafu, na tenganisha hao watazamaji na maroho ya kuzimu katika jina la Yesu Kristo. Ndoto za wafu kuwanyemelea, kuambia wafanye hivi na vile, na wanafuata wanajikuta wamefungwa zaidi, tunavivunja katika jina la Yesu Kristo. Wakapate ufahamu, wakajazwe na roho Jehova. Pokea sifa na shukrani kwa ajili ya kipindi hiki na kwa mtazamaji huyu. Pokea sifa na shukrani kwa runinga hii ya Champions TV. Neema yako ikatoshe kwa wote wako mahali hapa na mwenye haya maono. Na ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Thank you. Thank you very much, viewer. And in case you're going through a problem, whatever we've been talking about, do not hesitate. Just text us and we shall pray with you. We shall give you a call and we shall not hesitate. We are here to pray and to counsel you. And in case you need counseling and guiding, we understand these things. We are not only going to pray for you, but you need that understanding. We are ready to work with you. Pastor John is ready to work with you. I will connect you direct to him and he will counsel you, he will guide you. I am your host Susan Gideji, and for now, bye. Stay tuned, Champions TV. Thank you. Bye. She's a